Ubalozi wa Urusi hapa nchini umepinga ripoti ya idara ya ujasusi iliyohusisha na sakata ya usajili wa Kenya kwenda kupigana katika vita kati ya Urusi na Ukraine. Ubalozi huo kwenye taarifa umesema kuwa ripoti hizo si za kweli na kusema kamwe hawajakuwa wakitoa stakabadhi kwa Wakenya kusafiri kuelekea jijini Moscow kwa vita. Haya yamejiri huku familia za Wakenya walioelekea Urusi zikitaka bunge na serikali kuingilia kati kuwarejesha jamaa zao humu nchini. Kama anavyotuarifu sasa Gatete Njoroge. Siku moja baada ya ripoti ya idara ya ujasusi kufichua mbivu na mbichi kuhusiana na Wakenya wanaopigania Urusi, familia za waathiriwa leo zilikongamana jijini Nairobi kushinikiza serikali kufanya hima kuwaokoa wapendwa wao kabla ya hali kuwa mbaya zaidi. We now want our sons back, whether dead or alive. We are made to understand that some of them are dead. We understand that probably they were taken in the front line. They died. It's okay. But can we have them back so that we can do formal burial ceremonies? Roho zetu zipone. Wakibeba picha za wapendwa wao na bendera za taifa, familia hizi zimedai wapendwa wao walihadaiwa kuwa watapewa kazi tofauti, ila walipofika kule wakashurutishwa kujiunga na jeshi la Urusi. In response to these revelations, we, the petitioners, insist that the Parliament and Government of Kenya intensify diplomatic engagement with foreign authorities, expand active consular support for detainees and the IJAD, and pursue criminal investigations against recruitment syndicates and complicit government officials. Familia zilizopanga kufanya maandamano zilikosa ruhusa na kuahidi kuandamana wiki ijayo. Ubalozi wa Urusi Nairobi umetoa taarifa na kukana madai ya ripoti ya idara ya ujasusi iliyowahusisha. Ubalozi huo umekana kutoa stakabadhi za usafiri kwa Wakenya waliokuwa wakielekea kupigana. Pia wameongeza wako tayari kwa mazungumzo na serikali ya Kenya kusuluhisha swala hili. Haya yamejiri huku mmoja wa washukiwa wanaodaiwa kuhusika na sakata hiyo akifikishwa mahakamani Kahawa. Edward Gituku aliyekamatwa mwaka jana katika operesheni ya maafisa wa DCI mtaa wa Great Wall Athi River, walikofichwa Wakenya 22 wakisubiri kusafiri kuelekea Urusi. Mahakama ikiagiza kesi hiyo kusikizwa tarehe 19 mwezi ujao, huku mashahidi 22 wakitarajiwa kutoa ushahidi. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen.